Wakati Mungu anaumba, Mungu akubariki sana. Yaani wakati Mungu anaumba alikuwa hivi. Wakati Mungu anaumba huyu neno alikuwemo ndani mwangu. Sema amen. Naisha kinjo. Sema la kinjo. Sasa umekaaje na wewe? Kaone. Haya. Na huyu alikuwa ndani mwangu. Sema amen. Hao wote walikuwa wanaonekana ni mimi. Alafu jifanye unajua sasa kama si ya kupima kweli. Mungu akubariki sana. Nipungie mkono hewani. Huyu ndio asilia ya Mungu. Vyote vilifanyika ni yeye. Kwa hiyo yeye ndio aliyekuwa anaonekana. Huyu alikuwa anaitwa Neno, huyu ndio aliyekuwa ni Roho. Kwa hiyo tayari Neno akavaa mwili, Roho akaja kushuhudia. Sasa anapozungumza wapo watatu, mwanzoni walikuwa hawaonekani. Aliyekuwa anafanya topu kila kitu ni Mungu muumba mbingu na nchi. Sema amen. Na huyo aliyekuwa anasema, na huyo ambaye aliyekuwa anafanya vyote ni mimi naonekana. Sasa mimi naonekana hapa ni Mungu. Na Mungu alifanya vitu vyote, lakini anasema hapo mwanzo alikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno aliumba vitu vyote. Kwa hiyo Neno akaumba vitu vyote, lakini bado naonekana. Sema amen. Roho ya Mungu basi. Mbona mimi nilikuwa nimefanya hivi? Ujiongeze kama matranalii. Unajiongeza kama maviazi ya Kisukuma. Yakifunikwa tu baadaye anaimba. Mungu akubariki sana. Nipungie mkono hewani. Mungu akubariki sana. Hapo mwanzo Mungu alikuwako Neno. Naye Neno alikuwako kwa Mungu. Sema amen. Na vyote vilifanyika, na pasipo huyo Neno hakufanyika chochote, kwa sababu alikuwako kwa Mungu. Sema amen. Sasa kwa sababu Mungu ana uwezo wa mambo yote, anasema mwanzo Roho ya Mungu. Sasa sisi tunaenda kaka. Unaona mimi nimefanyaje? Mimi nimefanya hivi lakini bado niko pale pale. Mbona umehama? Ukihama tayari umevaa mwili wako. Sasa usiniletee kujiwache. Maana leo watu mpaka wamemtoa Mungu, wamemtoa Yesu, wamemtoa Mungu, hawana uzima wa milele. Sema amen. Sisi tunaomjua Mungu ndio maana tunamfurahia katika Utatu Mtakatifu aliyokuwa nao. Sema amen. Kama unaamini Mungu ana Utatu Mtakatifu, hebu jipigie makofi ili upate kujua Utatu Mtakatifu. Sema amen. Hapo mwanzo alikuwako Mungu, lakini alikuwako Neno, na ilikuwepo Roho ya Mungu. Mimi tayari nimevibeba vyote, na vinaonekana kwa sababu ni mimi. Mimi ndio naitwa Mungu, nimeumba vyote. Huyu Neno yuko ndani mwangu, huyu Roho yuko ndani mwangu. Kwa hiyo Roho ya Mungu ikatulia katika vilindi vya maji, na mimi nikasema iwepo kila kitu, lakini Mungu akaanza kugawanya. Lakini kwa sababu ni muweza wa yote, alikuwa na uwezo wa yeye kukaa tu kidogo, naye Neno ndio akaanza kutamka. Akatamka wanyama wawepo, akatamka ndege wawepo, akatamka iwe asubuhi, akatamka iwe nini, akatamka iwe nini. Kwa hiyo Neno akaanza kusema. Sema amen. Kwa hiyo Neno akasema, huyu ndio Neno. Sema amen. Huyu Neno ndio bado amesimama, lakini ndani yake kuna Roho. Sema amen. Lakini hao wote wanafahamika ni mimi. Sema amen. Lakini mwanzo anasema, na wewe egemea sasa kidogo, au unatoka chuchuma sasa. Ni lori, ni gumu, kilikitwa ni gumu kama Mungu akubariki sana. Huyo Neno ndio huyo ambaye ana roho ngumu kweli kweli. Sasa huyo Neno ndio aliyefanya vitu vyote. Mwanzo anasema Roho ya Mungu ikatulia katika vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia katika vilindi vya maji. Sasa huyo Roho wa Mungu tayari yuko kwa Mungu, bado hajatolewa kwa sababu bado ni nafsi ya Mungu. Sema amen. Na ndio maana Roho ilikuwa inaingia kwa manabii, nabii anatabiri, akishamaliza kutabiri Roho ya huyo Mungu iliyoingia kwa nabii inatoka, inarudi kwa yeye aliyeitoa. Sema amen. Roho ya Mungu ikatoa ndoto kwa Yusufu akatabiri ya Mungu. Alipomaliza kutabiri, ndoto ikarudi tena. Uwezo wa Mungu, Roho ya Mungu ikarudi kwa yeye ambaye aliyemtuma, kwa sababu alikuwa hana nafsi. Sema amen. Sasa huko katika Yohana anasema wapo watatu washuhudiao. Sasa hao watatu ndio nataka niwatoe kwa jinsi hii. Sema amen. Wewe Neno simama. Yaani darasani uko form ngapi? Uko form ngapi? Uko form? Una shule uko wangapi? 84. Form 2 yote uko wangapi? 289. 280.